Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Taarifa kwa umma kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Maazimio ya IDU juu ya hali mbovu na hatari ya siasa Tanzania. Umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU ulihitimisha mfululizo wa mikutano yake kwa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kwenye bunge la Ulaya jijini Brussels, Ubelgiji. Katika mkutano huu, IDU ilijadili kwa kina hali na mwenendo wa siasa mbovu na hatari za Tanzania dhidi ya chama cha Chadema na upinzani kwa ujumla, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratias Munishi. Katika mjadala uliojumuisha vyama vinavyounda serikali katika mataifa makubwa bara Ulaya na Amerika, wajumbe walionyesha kukerwa na matendo mabaya yanayoratibiwa na serikali ya Tanzania dhidi ya upinzani na wakosoaji wake, na hivyo kutaka hatua kali za kidiplomasia zichukuliwe dhidi ya serikali ya Tanzania. Baada ya majadiliano, mkutano huu ulihitimishwa kwa kupitisha maazimio yafuatayo dhidi ya Tanzania. 1. IDU imeonyesha kusikitishwa na kulaani vikali mwendelezo wa vitendo vya ukamataji, utekaji, utesaji, upotezwaji na unyanyasaji wa kisiasa wa viongozi na wanachama wa Chadema, wanaharakati na wakosoaji wa serikali Tanzania. 2. IDU imesisitiza kwamba kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu ni kesi ya kisiasa isiyokuwa na msingi wowote wa kisheria, na hivyo kuitaka serikali ya Tanzania kuiondoa mahakamani mara moja na kumwacha huru Mheshimiwa Lissu bila masharti yoyote. 3. Baada ya kuthibitisha kuwa kwa makusudi serikali ya Tanzania imekataa kufanya mabadiliko ya katiba mbovu iliyopo sasa na kutekeleza mageuzi makubwa ya mfumo haramu wa uchaguzi kama inavyodaiwa na Chadema, umma wa Tanzania kwa ujumla, na kama ilivyoshauriwa na jumuiya ya kimataifa, IDU imeridhishwa pasina shaka yoyote kuwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu haukuwa na jipya zaidi ya udanganyifu na wizi dhidi ya Chadema na upinzani kwa ujumla. 4. IDU imeitaka jumuiya ya kimataifa kuweka na kuongeza shinikizo dhidi ya serikali ya Tanzania ili izingatie na kuheshimu haki za msingi za binadamu, utawala wa sheria na msingi ya demokrasia, swala ambalo litawezekana tu mara baada ya kubadili katiba na sheria za Tanzania. Na 5. IDU imeunga mkono madai ya Chadema na umma wa Tanzania ya kutaka mabadiliko ya msingi ya kiuchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Imetolewa leo Jumatano tarehe 21 Mei mwaka 2025. Brenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Hii ni taarifa kwa umma, maazimio ya IDU dhidi ya hali mbovu na hatari ya siasa za Tanzania. Chadema wakichambua mambo makubwa ambayo yalijadiliwa huko Brussels, Ubelgiji. Watu mbalimbali kwenye taarifa hii ya Chadema wametoa maoni yao, ukizingatia kesi kubwa ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu, kesi ya uhaini ambayo adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa. Sasa IDU imesisitiza kwamba kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ni kesi ya kisiasa isiyokuwa na msingi wowote wa kisheria, na hivyo kuitaka serikali ya Tanzania kuiondoa mahakamani mara moja na kumwachia Tundu Lissu bila masharti yoyote. Lakini katika azimio la 5 ni kwamba IDU imeunga mkono madai ya Chadema na umma wa Tanzania ya kutaka mabadiliko ya msingi ya kiuchaguzi kabla ya uchaguzi huu wa mwaka 2025, yani kampeni ya chama cha Chadema ya no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. IDU imeungana
na kampeni hiyo. Huyu wa kwanza anasema tutakufa na Chadema ndio chama kinachopigania wananchi. Lakini mwingine akasema tuko pamoja. Mwingine akasema mmetumwa ninyi ila sio serikali, au na ninyi mna serikali yenu. Lakini pia mwingine akasema mtupumzishe huku Chauma tunaendelea. Lakini pia mwingine akasema si tumesimama na Chauma, nyie endeleeni na hao ambao wanataka serikali mwachie Lissu. Lakini pia mwingine akasema waambieni wajitafakari kwanza wao. Lakini pia mwingine akasema tutazikwa na Chadema, hiki ndiyo chama cha wananchi. Lakini pia mwingine akasema kwa hiyo kwa maelezo haya Chadema tu ndiyo inaonewa kwenye huo uchaguzi, na vipi kwenye mambo yao ya kimsingi hamshirikishwi? Tujitambue. Lakini pia mwingine akasema mbona hamjazungumzia kwamba wameomba watu wa mapenzi ya jinsia moja tuyaunge mkono? Chadema mimi siwakubali kwa kuwa viongozi wenu wengi vibaraka wanatumiwa na watu wa Ulaya kwa maslahi yao binafsi. Hatuwataki na hatuwezi kuwapa nchi. #Samia 2025. Mwingine akasema sisi kama taifa tunasonga mbele huko Chauma, nyie Chadema mmeshakuwa mamluki ya wakoloni na mambo yao ya upinde. Demokrasi ni ukoloni mwingine wa kuivuruga Afrika na dunia kwa ujumla wake. Tunataka watu kama wakina Traore na Magufuli. Lakini pia mwingine akasema sisi hatuna shida na Lissu, watu wanataka ubwabwa. Lakini pia mwingine akasema no reforms no election. Ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao kwenye taarifa hii ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, maazimio ya IDU kwa serikali ya Tanzania, hususani katika hali ambayo kwa sasa ipo Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu, uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi mkuu. Lakini pia kipindi ambacho Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema anashikiliwa kwa kesi ya uhaini. Lakini pia ni kipindi ambacho matukio ya watu kutekwa yakizidi kuongezeka. Mdude Nyagali hadi hivi sasa hajulikani ni wapi alipo baada ya kutekwa na watu waliojitambulisha kama ni askari wa jeshi la polisi nyumbani kwake kisha kumpiga, na hadi hivi sasa hajulikani ni wapi alipo. Lakini kubwa ni kwamba IDU imetaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja Tundu Lissu bila masharti yoyote. Niliache kwako kama nakumbuka, tuliona video ya mke wa Tundu Lissu kwenye mkutano huo, namna ambavyo alivyozungumza. Lakini pia tukaona marafiki wa Tundu Lissu wengi wakibeba mabango ya kutaka Tundu Lissu aweze kuachiliwa. Lakini kile ambacho alikizungumza mke wa Tundu Lissu pia tulikiona. Hatimaye IDU imetaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja Tundu Lissu bila masharti yoyote. Tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.